Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, nina kila sababu ya kukushukuru, ya kukutukuza, ya kulihimidi jina lako, hasa kwa ajili ya neema uliotujalia, uliotukirimia sisi siku hii ya leo kuweza kukusanyika mahali hapa. Asante Yesu kwa ajili ya wema wako, asante kwa ajili ya fadhili zako ambazo ni mpya kila inapoitwa leo Baba. Asante kwa ajili ya uzima, afya, asante kwa ajili ya ulinzi hata tulipotoka na hata tukafika mahali hapa tukaweza kukusanyika mbele zako kwa ajili ya neema yako. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya wema wako na upendeleo wako, kwa ajili ya uwezo wako unaotujalia. Ninakutukuza Mungu wangu kwa sababu si kwa akili zetu tukaweza kuwa hapa, bali ni wewe umetukusanya, umetuamsha, umetulinda, umetutetea na kutuleta hapa. Baba, ninakushukuru Mungu wa mbingu na nchi, ewe mtawala vinavyoonekana na visivyoonekana. Ninakushukuru Mungu wangu ndio maana nalihimidi jina lako, nalibariki jina lako, nalitukuza jina lako. Asante kwa ajili ya uwepo wako. Ninakusiro Mtakatifu sasa ushuke, ututawale fahamu zetu, akili zetu, utufundishe kwa sababu wewe ndiye mkumbushaji. Ninaenda kinyume na roho zote za upinzani mahali hapa, roho zote zinazokamata nafsi za watu na fahamu za watu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba wa mbinguni, ninaomba sasa ushushe damu yako takatifu, itakase anga ili itakase mahali hapa, itakase hata neno lako tunalokwenda kulisoma siku hii ya leo. Ninakukaribisha Mungu wa majeshi kwa sababu wewe ndiye mtawala wetu, wewe ndiye kiongozi wetu. Asante Yesu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Watu wa Mungu, watazamaji wa Gideon Online TV, tumshangilie Bwana kwa neema hii tuliyoipata, kwa sababu sisi tumechaguliwa siku hii ya leo. Si wote wenye kibali cha kufika mahali hapa au kupata neema ya kukusanyika mahali kama hapa ili kusikia neno la Mungu, lakini sisi kwa upendeleo mkuu ametukusanya tukiwa na akili timamu na afya njema tukaweza kufika hapa. Tumshangilie Mungu tena wana online Gideon Online TV. Basi kwa majina ninaitwa Adelaida, ni mtumishi chini ya huduma ya maombi na maombezi ya Mlima Moria Ministry chini ya mtumishi wa Mungu Gideon. Ninawakaribisha wageni na wenyeji, karibuni tusikilize neno la Mungu. Neno la Mungu siku hii ya leo tunakwenda kusikiliza mada inayosema imani inaweza kubadilisha ghadhabu ya Mungu. Imani inaweza kubadilisha ghadhabu ya Mungu. Imani ni nini, mtu wa Mungu? Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa maana hiyo basi, imani huwezi kuiona, imani huwezi kuishika. Imani ni ukiri wako ndani ya moyo wako, lakini unapokiri, unapokuwa na imani, unapoamini kwamba inawezekana, Mungu anafanya makubwa zaidi katika maisha yako. Shangilie Mungu, mtu wa Mungu. Piga makofi ya nguvu kwa sababu unayo neema na unayo utukufu wa Mungu. Ndugu mtazamaji au mpendwa mtazamaji wa Gideon Online TV, tunazungumzia imani. Imani tukiwa na maana kwamba imani ndio inayotuvusha, imani ndio inayotuwezesha, imani ndio inayotupa kibali, na pia inaweza kubadilisha ghadhabu ya Mungu. Ghadhabu ni hasira iliyofurika. Ghadhabu ni hasira iliyopitiliza. Kuna wakati tunatenda dhambi sisi wanadamu, tunafanya makosa makubwa sana. Aidha mtu mmoja, kijiji, mtaa, hata nchi inafanya makosa makubwa ambayo inasababisha moyo wa Mungu unaghadhabika. Moyo wa Mungu unakuwa na hasira ya kufurika. Moyo wa Mungu unakuwa na hasira hata kiasi kwamba anatuma ujumbe, na kwa sababu Mungu ametuahidi, anatupenda. Mungu anatupenda kupita maelezo, kupita upeo. Anapotaka kulifanya jambo hata kama la ghadhabu, lazima atujulishe. Aidha kwa manabii, aidha kwa neno la Mungu, aidha kwa ujumbe. Basi sasa kama tunaweza kumkasirisha Mungu kiasi hicho, hata tukiona kumbukumbu nchi ya Sodoma, mpaka ilimkasirisha Mungu mpaka ikapata majina mengi ya kumkufuru Mungu. Ilifanya dhambi, Mungu akatuma manabii wapeleke ujumbe, watu wabadilike, hawakubadilika. Ghadhabu ya Mungu ilipofurika akashusha moto na kiberiti. Lakini aliyekuwa, malaki wote hawakuwa wametenda dhambi pamoja. Kuna aliyekuwa anamlilia Mungu kila siku. Tunakumbuka katika nchi ya Sodoma alibaki Lutu peke yake. Basi tuiangalie ni jinsi gani
tunavyoweza kuwa na imani, ni jinsi gani tunaweza kutengeneza imani, ni jinsi gani mimi na wewe mtu wa Mungu tunaweza kutengeneza imani ambayo itabadilisha ghadhabu ya Mungu. Najua tunatenda dhambi kila siku. Sisi ni wanadamu, asili yetu ni kuanguka. Sisi ni wadhaifu, ni wapungufu. Tunamtenda Mungu dhambi kila siku. Lakini Mungu yuko tayari kutusamehe na kuturehemu ikiwa tutakuwa na imani kwamba yupo na anaweza. Mtu wa Mungu, mshangilie mtu wa Mungu, shangilie Mungu. Piga makofi ya sifa kwa Mungu. Basi moja kwa moja mtu wa Mungu, twende tukaone jinsi imani ya Hezekia ilivyobadilisha ghadhabu ya Mungu. Jinsi Mungu alivyosikiliza maombi yake. Jinsi Mungu alivyosikiliza kuugua kwake ndani ya moyo wake. Imani yako inasababisha ukaugua mbele za Mungu na Mungu akabadilisha ghadhabu aliyoandaa. Akabadilisha hata mateso yako, akabadilisha hata magonjwa yako, akakuponya kwa sababu ya ile imani yako. Je, unamwaminije? Unamkirije? Unamuombaje? Tuone neno la Mungu katika kitabu cha Isaya, nabii Isaya 38 mstari wa 1 hadi wa 9. Nami nasoma kwa uweza wa Bwana. Siku hizo Hezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, Bwana, kumbuka haya na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu. Jambo hili liwe ishara kwako itokayo kwa Bwana, ya kwamba atalitimiza jambo hili ili alilolisema. Tazama, nitakurudisha nyuma kivuli madaraja 10 ambayo kilishuka juu ya daraja ya Ahazi kwa sababu ya jua. Basi jua likarudi madaraja 10 katika hiyo duara ambayo limekwisha kushuka. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, mshangilie Bwana. Hapa Hezekia alikuwa ni mfalme na alikuwa ni mtumishi wa Mungu kama wewe na mimi. Yamkini Hezekia alitenda dhambi. Mungu akaghadhabika, akamletea ugonjwa, na ugonjwa ulikuwa ni jipu libaya ambalo lingemuua. Na Mungu kwa sababu ya kumjulisha mtumishi wake, akamtuma nabii Isaya aende kwake. Akamwambia, angalia, tengeneza mambo ya nyumbani, yani acha usia wako, andika kila kitu chako, kabidhi watoto wako, kabidhi mke wako, kabidhi mali yako, kwa sababu hutapona, utakufa. Hezekia kwa sababu alikuwa nayo imani kwamba Mungu yupo na Mungu anaweza na Mungu anatenda na Mungu ni wa makubwa na madogo. Hakulia, hakuogopa, hakusema sasa nitakabidhije mali zangu, nitakabidhije wake zangu, nitakabidhije hata utumishi wangu nitamwachia nani. Hakujali hayo. Hakujiangalia kwamba kweli ninakufa. Hapana, alijua Mungu, ninajua yupo na anaweza kubadilisha. Aligeukia ukutani. Kugeukia ukutani maana yake ni kunyenyekea, ni kupondeka, ni kumuishia Mungu, ni kuamsha imani yako upya na kuipandisha kiwango chako cha imani juu. Akamlilia Mungu, akatubu, akamwambia Mungu, tazama baba yangu, nilivyokwenda na wewe mbele zako kwa uaminifu. Yani hata kama nilitenda dhambi Mungu, lakini nilikuwa na kuamini. Na hata sasa najua wewe upo Bwana, na hasa utatenda. Tazama, nimetembea na wewe miaka yote, nimetenda mema yote uliyoniamuru. Baba, nimekutolea sadaka zangu. Baba, nimetoa muda wangu wa maisha yangu, nimetoa muda wangu wa kazi zangu nikakutolea wewe, nikafanya kazi ya imani mwako. Labda nimedeki kanisani kwako Mungu, nimepanga viti Yesu, nimesaidia maskini Bwana. Ilipotokea kazi ya kujitolea Yesu, nilikuwa mmoja wapo. Baba Mungu wa mbinguni asiyekuwa na upendeleo, mwenye huruma, mwenye fadhili ambazo ni mpya kila siku, akasikia kilio chake. Nakumbuka Isaya alikuwa amekwisha ondoka, alitumwa ujumbe, lakini
Hezekia alizidi kumng'ang'ania Mungu, alizidi kumlilia Mungu kwa imani, si kutamka tu. Kwa imani akijua mimi hapa nikiomba najua Mungu atabadilisha. Mimi nikiomba Mungu acha nijikabidhi kwa Mungu. Sasa mimi na wewe je, ingekuwa ni mimi na wewe tumejiliwa au tukajiliwa leo, tukaambiwa tengeneza mambo ya nyumbani kwako, utakufa kwa sababu ya dhambi hii na hii, tungeanza kusema basi kama imetimia, acha niende sasa, mali zangu nitamwachia nani? Fedha zangu nitamwachia nani? Akaunti yangu benki nitamwachia nani? Isaya hakuangalia hayo. Ndio maana basi ninakwambia siku ya leo, mtu wa Mungu, pandisha kiwango chako cha imani. Kuwa na imani, kwa sababu ni mambo yasiyoonekana, ni mambo yatarajiwayo. Huwezi kuiona imani ukaishika kwa mkono, huwezi kuiona imani kwa macho. Una imani yako inaonekana kwa ukiri wako ndani ya moyo wako, na hiyo ni binafsi yako wewe mwenyewe, ni maneno yako wewe mwenyewe, ni ukiri wako wewe mwenyewe. Unamchukuliaje Mungu? Unamuonaje? Wewe ndani ya imani yako unakiri nini? Na kama unamkiri kwamba yupo na anaweza, hata uhai na uzima ulionao sasa hivi, hata pumzi ulionayo ni kwa ajili yake, ni yeye anaweza. Anaweza makubwa, anaweza madogo, anaweza hata kubadilisha chochote kile yeye kiko chini ya uweza wake. Angalia alirarua bahari ya Shamu, maji yakatindika. Ni jambo ambalo halijawahi kusikika tangu ulimwengu kuumbwa. Wana wa Israeli wakapita miguu mikavu, na wao yamkini kule ufukweni walikuwa wanamlilia, wanasema Mungu tutapitaje hapa? Hatuwezi kupita. Nyuma kwa anakuja wa Misri, mbele kuna bahari, ndio mwisho wetu. Lakini Mungu ni wa makubwa na madogo, akatenda muujiza kama alivyotenda muujiza kwa Hezekia. Akamrudisha mtumishi wa Mungu Isaya aliyekuwa amekwenda mbali. Yamkini alikuwa ametembea labda ni hapa na Korogwe, kwa sababu zamani kulikuwa hakuna hata magari, kulikuwa hakuna hata ndege, kulikuwa hakuna usafiri. Usafiri wa mtu tajiri ulikuwa ni punda, na hapa Biblia ituelezi kwamba Isaya alikuwa na punda. Yamkini alikuwa anatembea kwa miguu, lakini Mungu kwa sababu ya kujinyenyekesha kwake Hezekia, kwa sababu ya imani ya Hezekia, Mungu akamridhia, akaibadilisha ile ghadhabu iliyokuwa imefurika. Akamwambia rudi, huoni jinsi mtumishi wangu amejinyenyekesha? Sasa wewe na mimi tuna nini cha kumkumbusha Mungu, mtu wa Mungu? Sasa hivi unajiliwa na nini cha kumkumbusha Mungu? Ni sadaka? Ni fungu la 10? Ni maombi? Ni kufunga? Ni muda wako? Embu jitafakari, wewe una nini cha kumkumbusha Mungu kama Hezekia? Una nini cha kumwambia Mungu? Kwa sababu mapito ya mwanadamu hapa duniani Mungu anayatazama, na anakupa mtihani wa kutazama wewe utafanyaje kama unamwamini. Je, amekuja leo anakuambia tengeneza mambo ya nyumbani kwako, utakufa au utafiwa au utazika. Unamkumbusha nini ili akurudie, ili ageuze ile ghadhabu yake? Unamwambia umefanya nini? Hebu tafakari ndani ya maisha yako. Umetenda nini? Umemshukuru hata anapokutendea mema? Umemtolea nini ambacho utamwambia Mungu wangu, kumbuka baba, nilimvalisha hata mjane, nilimsaidia maskini, nilitenda kazi zako. Wapi unalo? Kama una sanzia sasa hivi kulitengeneza. Hezekia hapo alipata neema kwa Mungu, ghadhabu yake ikabadilishwa kwa Mungu. Nabii Isaya akarudi akamwambia, Mungu amekuongezea miaka mingine 15. Piga makofi, shangilia mtu wa Mungu. Hiyo ni neema ya ajabu kutoka kwa Mungu. Ni jinsi ambavyo imani inaweza kubadilisha ghadhabu ya Mungu. Akamwambia na kuanzia sasa utapona na utakwenda hemani, yani utakwenda kumwabudu Mungu tena, kwa sababu alikuwa kuhani. Akamwambia utapona na kivuli chako nimekirudisha, kwamba madaraja 10 alikuwa ameshavuka, yani ameshamtoa duniani. Yani alikuwa tayari anahesabia yeye ni maiti tayari. Kupata ule ujumbe kwamba tengeneza mambo ya nyumbani kwako utakufa, tayari alikuwa ameshaondoa uhai wake, alikuwa anakuja tu kuzimika na kuzikwa. Lakini akarudisha ile madaraja, akamrudishia miaka mingine 15, akaishi tena kwa furaha na kuendelea kumtukuza Mungu. Sasa mimi na wewe tunajiuliza, mtu wa Mungu, tunanicha kumkumbusha Mungu ili tuongezewe siku? Tunanicha kumkumbusha Mungu ili tusamehewe? Tunanicha kumkumbusha Mungu ya mtini tunayoyapitia, magonjwa, umaskini, ni ghadhabu ya Mungu iliyofurika kwa ajili ya dhambi zetu? Je, tunamkumbusha nini tunapoingia kwenye maombi? Tunamwambia nini Mungu? Je, imani yetu iko wapi? Tunaamini kama Mungu anaweza? Kumbuka, ukiamini, ukikiri, Mungu anabadilisha ghadhabu yako. Haleluya, mtu wa Mungu, mshangilie Bwana. Mshangilie Bwana kwa ajili ya neema aliyokupa ya kusikia na usikivu wake. Baba,
tunaomba utuongoze Mungu wangu. Tunalo mtumishi mwingine wa Mungu ambaye na yeye alikuwa na imani, akabadilisha, Mungu akabadilisha ghadhabu ile aliyokuwa amemfurikia. Tunapata katika kitabu cha Yona 3. Mtu wa Mungu, fungua kitabu cha Yona 3 kuanzia mstari wa 6. Tuone Mungu anatuambia nini, au Mungu alibadilishaje ghadhabu, au Mungu alibadilishaje hasira yake kutokana na maombi, kutokana na imani kwamba wao waliamini kwamba Mungu anaweza. Ninasoma kwa msaada wa Bwana. Habari ikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake, akajivika nguo za magunia na kuketi katika majivu. Naye akapiga mbiu, akatangaza habari katika mji wa Ninawi kwa amri ya mfalme na wakuu wake, kusema, mwanadamu asionje kitu, wala mnyama, wala makundi ya ng'ombe, wala makundi ya kondoo, wasile wala wasinywe maji, bali na wafunikwe nguo za magunia, mwanadamu na mnyama pia, nao wakamlilie Mungu kwa nguvu. Naam, na wageuke, kila mtu akaache njia yake mbaya na udhalimu ulio mikononi mwake. Basi nani ajuaye kwamba Mungu atageuka na kugairi na kuiacha hasira yake kali, ili msiangamizwe? Tunajifunza tena, mtu wa Mungu, huyu mfalme wa Ninawi, kama tukisoma historia, kama shasoma historia ya Yona, jinsi Yona alivyotumwa Ninawi akakimbilia Tarishishi. Lakini baada ya kupata ile ghadhabu ya Mungu kule baharini, akamezwa kwenye tumbo la nyangumi, akakaa kuzimu, maana tumbo la samaki ni kuzimu. Basi siku aliyotoka akapeleka ile taarifa. Alipokimbia kupeleka ule ujumbe kwamba mrudieni Mungu, tubuni, nchi ya Ninawi itaangamia, kwa muda wa siku 3. Huyu mfalme aliamini, alikaza imani yake, akajua hapa nikimlilia baba yangu wa mbinguni ataahirisha. Maana hapa amesema nani atajua kama Mungu hatabadilisha hasira yake, kama Mungu hatagairi hasira yake. Basi ndio akatangaza, akatoka kwenye kiti chake cha enzi, kiti cha kifalme, kiti cha mfalme. Mnakijua hapa ni kiti cha enzi, ni kiti kilichoremba, kiti kilichokaa juu, anakaa jukwani, ni maana ni mfalme. Lakini alijua kwamba nimeshatenda dhambi, nchi yangu imeshatenda dhambi, ghadhabu ya Mungu imeshafurika, nifanye nini? Sasa nimlilie Mungu, nimkumbushe Mungu, nitubu maovu yangu. Akashuka kitini, akajidhili chini. Jambo ambalo si kawaida. Maana ana utaji ule unalindwa, mfalme analindwa na wafanyakazi na watumwa, amezungukwa, haruhusiwi kulala chini. Lakini yeye alivua ule utaji, akalala chini, akavaa nguo za magunia. Maana yake ni kujinyenyekesha, akajipaka majivu. Maana yake alimwambia Mungu, mimi si kitu Baba, imani yangu inaniambia mimi si kitu Yesu. Akapandisha kiwango chake cha imani, akaona hapa nikimtegemea tu baba yangu wa mbinguni, yote yanawezekana kwake, yote yatabadilika. Hata akawaambia wananchi wake, je, tusiponyenyekea au tukinyenyekea, unajua kama Mungu hatabadilisha ghadhabu yake? Akasema na hata wanyama. Yani imani ikamwambia si wanadamu tu, imani yake ilivyojaa ikamwambia kwamba si wanadamu tu wafunge, hata wanyama, hata kondoo, hata mbuzi. Ni imani iliyoje hiyo, mtu wa Mungu? Mpaka mbuzi wakavalishwa magunia, mpaka ng'ombe wakavalishwa magunia, wakanyimwa chakula siku 3, hakuna kupewa maji wala chakula, wakafunga pamoja na wanadamu. Kwa sababu yule mfalme alijua kwamba katika kutenda huku dhambi kwa Mungu nimesababisha hata mifugo yangu wakatenda, kwa sababu udhalimu nimewanyesha hata wale ng'ombe, nimewalisha hata wale ng'ombe na mbuzi. Kwa hiyo sasa tumrudie Mungu kwa imani nilionayo. Imani ya huyu mfalme ilimuokoa, kwa sababu Ninawi iliokolewa, ghadhabu ya Mungu iliepushwa, Ninawi haikuangamia. Kwa sababu basi sasa tumejifunza kwamba na tumeona kwamba imani ni kitu kisichoonekana. Wewe unaweza kudhani ni kitu kidogo, lakini imani kwa Mungu ni kitu kikubwa mno. Mungu anaangalia moyo, Mungu anaangalia unyenyekevu, Mungu anaangalia kujidhili kwako, Mungu anaangalia moyo uliopondeka, anabadilisha ghadhabu yake. Na kwa sababu ana huruma, ndio maana anatupa taarifa kabla hajatenda, kabla hajafanya. Lazima itokee mtumishi wa Mungu au nabii au maonyo yoyote ya kukujulisha kwamba
nitakutenda jambo hili kwa sababu ya ghadhabu yangu. Lakini sisi tunakuwa na shingo ngumu. Taarifa tunazipata tunakuwa na shingo ngumu. Leo hii mtu wa Mungu tumuombe Mungu atuondolee shingo ngumu. Atuondolee kutokuamini. Mungu haangalii dhehebu wala dini wala nini. Mungu anaangalia unyenyekevu wako. Mungu hachagui watu wala haiti watu. Anachagua mtu, anamuita mtu. Haijalishi unaabudu nini, unaabudu wapi. Lakini ukimkiri yeye, ukimnyenyekea yeye anabadilisha ghadhabu yake. Mshangilie mtu wa Mungu. Mshangilie Mungu sana kwa sababu amnatupa maneno ya faraja. Basi mimi na wewe mtu wa Mungu siku ya leo tumepata ufahamu kwamba tuchukue maarifa ya kwamba Mungu ni wa uweza. Mungu ni kila kitu. Mungu anaweza yote. Anaweza kufanya yote. Ili mradi tu uwe na imani kwamba yupo na anaweza na ana uwezo na anatenda. Anatoa hekima ya ajabu. Anatoa maarifa ya ajabu. Hata ya kukwepa mahali au kuvushwa mahali ambapo kwa mwanadamu unaona haiwezekani, lakini kwa Mungu inawezekana. Mtu wa Mungu, hakuna jambo lolote lisilowezekana, maana hata neno lake linatuambia Mungu ni wa wote wenye mwili. Hakuna jambo asilolijua, hakuna neno asilolisikia, hakuna hata kama lingefanyika gizani namna gani. Yeye anajua yanayokuja mbele, anajua yaliyopo sasa, anajua yaliyopita, yote ana kumbukumbu nayo. Kwa hiyo tukiri, tuongeze kiwango chetu cha imani. Tuamini kwamba Mungu yupo. Tuamini kwamba Mungu anaweza, mtu wa Mungu. Tuamini kwa bila kuyaona, kwa sababu mtu anasema hiyo imani, mimi niamini kwamba Mungu anaweza, nimemuona. Tena kuna watu wanaouliza kabisa kwamba huyo Mungu wewe ulishamuona, lakini yupo na anatenda. Kumbuka, kutembea kwako, kuishi kwako, kula kwako, kupumua kwako ni yeye. Akiamua sasa hivi anakata hiyo pumzi, na sasa hivi unanyamaza, unaitwa jina lingine. Sasa hivi sekunde hii unaitwa jina jingine. Lakini anatupendelea, anatuhurumia, anatujali, anatupenda. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tubadilishe mitazamo yetu, tubadilishe imani zetu, tukaze imani kwa Mungu wetu. Tuamini kwamba yupo na anaweza. Na si unapokosa usikate tamaa ya kusema kwamba sasa nimeshakosa kosa hili, nimeshadhulumu, nimeshaua, nimeshasingizia, basi hayupo Mungu atakayenisamehe. Hayupo Mungu, nitapita wapi nimuone Mungu? Kaza imani yako. Mkumbushe mambo mema. Jifunze kutenda mambo mema kwa Mungu ili yawe akiba kwako. Utakapojiliwa upate cha kumrudia, upate cha kumuomba, upate cha kumkumbusha. Tukiangalia katika historia ya watakatifu wa Mungu na manabii, Dorcas alikuwa alishonea wajane nguo. Dorcas aliposhonea, alikuwa anaitwa Dorcas au Tabita. Aliwashonea wajane nguo ambao zamani ilikuwa, tunajua wote kwamba zamani ilikuwa kupata mavazi ni kitu kigumu. Kwa hiyo akawa anawashonea, nafikiri ni kwa mikono, kwa sindano ya mkono. Zikichanika au anakata anawashonea wajane ambao hawakuwa na waume, hawakuwa wa kuwavalisha. Wajane ni watu wenye dhiki na taabu, wajane ni watu walioachwa, wajane ni watu wanaodharauliwa. Lakini Dorcas aliwavalisha nguo. Siku ya kufa waliuosha mwili wake vizuri, wakaupandisha gorofani. Wakaanza kulia, wakasema Mungu umemchukua Dorcas. Sisi tunakukumbusha. Sisi tutapata wapi tena mavazi? Angalia yale mavazi ambayo alitushonea Dorcas. Alipokuwa anapita mtumishi wa Mungu aliwauliza kuna nini? Wakamwambia Dorcas amekufa, aliyetushonea nguo alikuwa ni Petro. Ni nani? Dorcas ametushonea nguo sisi wajane. Petro alimlilia Mungu, akamkumbusha. Angalia wajane hawa wanavyolia baba. Angalia wajane wale walikuwa wanashonewa nguo, Mungu wanavyolia, utapata wapi nguo tena? Mungu aliahirisha ile ghadhabu, aliahirisha ule msiba, aliahirisha kile kifo. Alimtoa Dorcas mautini, akamrudisha duniani. Mara Dorcas akainuka, akapiga chafya, akaendelea na maisha. Na jinsi imani ilivyo na thamani kwa Mungu. Tutambue thamani ya imani. Tutambue thamani ya imani, tugeuke. Tumgeukie Mungu, tuwe na imani thabiti. Tuache imani ya kusitasita. Maana Mungu mwenyewe ametuambia ukiwa na imani ya kusitasita ni kama mawimbi ya bahari, yanavyopiga kushoto, yanavyopiga kulia, na mwisho wake nitakuacha. Ukiwa na imani ya kusitasita, ametuambia nitakutapika. Maana wewe sio wa moto wala sio wa baridi. Sasa ukiamua basi kuwa wa moto kabisa katika imani, ili umtegemee Mungu kwa sababu yupo. Uamini kwamba yupo. Uamini kwamba anatujua. Uamini kwamba anayajua maisha yako. Uamini kwamba anakungoja
mmoja ananyosha mikono kila siku, ni lini utamrudia? Ni lini utatubu? Ni lini utanyenyekea? Ni lini utamwamini kwamba anaweza, kwamba ni Mungu wa madogo, ni Mungu wa makubwa, ni Mungu wa matarajio, ni Mungu anayeumba, ni Mungu anayerarua, ni Mungu anayeshona, ni Mungu anayefadhili, ni Mungu anayeinua vilivyokufa, ni Mungu anarejesha vilivyopotea. Yaani Mungu anaenea kila upande. Ukiamini kwamba Mungu anaenea na Mungu anaweza, hutamkosa wala utaacha kumtegemea. Na pili, utatengeneza matendo mema ya kumkumbusha Mungu, kwa sababu kila mwanadamu lazima atajiliwa. Kila mwanadamu lazima utapita kwenye mapito. Lazima utakuwa na wakati mgumu katika maisha yako. Lazima utakuwa na wakati wa kufikiri sana. Ndio maana hata mhubiri ametuambia kuna wakati wa kukusanya na wakati wa kutupa. Kuna wakati wa kushona, kuna wakati wa kurarua. Kuna wakati wa kukusanya, kuna wakati wa kutapanya. Hasa kama hizo nyakati zote zimeumbiwa mwanadamu na lazima utazipitia. Je, wakati unapozipitia zile ngumu, utamwambia nini Mungu? Utamkumbusha nini Mungu mimi na wewe? Sasa hivi hapo unatafuta kazi unakosa. Wako watu wanatafuta kazi muda mrefu wanakosa. Tunasingizia ni hali ya nchi haina ajira. Lakini kwa nini wengine wanapata? Kwa nini yule mazana darasa moja wao wana kazi? Kwa nini mwenzako yule maliza naye yeye ana kazi wewe una? Kama ni hali mbaya ya uchumi ya nchi. Si hali mbaya ya uchumi tu. Hali mbaya ya uchumi ni changisho la shetani. Lakini Mungu kama unamwamini, kama una imani yupo, huwezi kuteseka. Atatafuta njia mbadala ya kukutunza, atakutafutia kazi. Hata uliza, kuna watu ambao wana kazi ambazo hata walikuwa tu nyumbani wakaitwa. Hata hawakukazana sana kutumia akili na fedha ya kuhonga na kusafiri. Hawakufanya hivyo. Walimtumainia Mungu, walichukua imani zao, wakaziweka kwa Mungu peke yake, wakamtegemea, kwa sababu Mungu ni mwenye wivu. Mtu wa Mungu, shangilie Bwana. Piga makofi kwa ajili ya utukufu wake. Mungu ni mwenye wivu. Tunapomchanganya, tunapokwenda mguu mmoja kushoto, mguu mmoja kulia, mguu mmoja baridi, mguu mmoja moto. Leo uko kwa mganga, kesho uko kwenye matambiko, kesho uko kwenye imani yako, kesho uko umeokoka, unasema nimeokoka, kesho unasema namtumainia Mungu. Wakisema kwamba Mungu hawezi, naona changia, hawezi bwana, hawezi, mbona mimi sijaona? Hawezi. Hata kama nilipougua, kama sikwenda hospitali nisingepona. Wakisema anaweza, na unasema Mungu anaweza. Sasa Mungu anashindwa, wewe umesimama wapi? Imani yako iko wapi? Na kama ndivyo anavyokuletea jaribu, sasa aone jaribu linapokuja ni mtihani wa maisha. Unapopita pagumu, ujue ni mtihani wa maisha ambao lazima kila mwanadamu ataupitia. Labda mtoto mchanga tu, na hata yeye kuna wakati anasikia joto analia pasipo sababu, kumbe ni naye anapita kwenye wakati mgumu. Basi Mungu anapoleta huo mtihani, jaribu ni mtihani wa binadamu, ni mtihani wa imani, ni mtihani wa maisha. Mungu anapoleta ile jaribu kwako, anataka angalie, unaamini yupo? Utalichukuliaje? Utalifanyaje? Utamwamini? Utamuita? Utamkumbusha matendo mema uliyofanya? Maana hata yeye anasema huponya wale wanataka kuponywa. Kama hujamkumbusha, kama hujamwambia hitaji lako, kama hujamletea hoja yako ya msingi, atakusaidiaje? Hawezi kukupa kitu ambacho hukutarajia, hawezi kukupa kitu ambacho hukitaki, hawezi kukupa kitu ambacho hujakiomba. Kila unachokiomba na akilinganisha na imani yako, anakupa. Mungu hana upendeleo. Mungu hana ubaguzi. Mungu habagui kabisa. Hata ungekuwa mdogo, hata ungekuwa mkubwa, hata ungekuwa maskini, ungekuwa tajiri, unapokwenda kwake kwa hoja ya msingi na kwa imani yako kutoka uliyoiumba tangu moyoni mwako, akaiona yeye, kwa sababu yeye ndio mwenye macho ya kuona kiwango cha imani yako. Sisi wanadamu hatuwezi kupima. Tunasema tu ninamwamini, lakini kiwango na kipimo ulichonacho cha imani ndani ya moyo wako, Mungu peke yake ndiye anayekijua. Basi mtu wa Mungu, tutengeneze imani zetu, tuumbe matendo mema yatakayosababisha tumkumbushe Mungu siku ya kujiliwa. Tunapata ule mtihani wa maisha hapa duniani ili tuweze kuvuka, tunapata na kumkumbusha, tupate mafundisho na ufahamu na ujuzi wa kusimama mbele za Mungu hata inapokuja siku ya kuyumbisha. Unapopita kwenye mawimbi usiogope. Unapopita kwenye dhoruba usiogope. Ni kwa sababu gani usiogope? Ni hapo utakapokuwa na imani ya kumtegemea Mungu tu. Kama una imani, lazima mawimbi ya ulimwengu, mawimbi ya dunia ya kudhoofishe, ya kutupe kaskazini na mashariki, kama huna imani. Lakini ukiwa na imani, hata kama likiwa jaribu hilo ni kubwa kama moto, Mungu atakusaidia kupitia imani yako. Mungu atakutetea kupitia imani yako.
Tazama Hezekia, angekuwa ni mtu mwingine angenyamaza, kimi angejifunika uso ili saa kutoka roho yake itoke, na mali zake akizililia nitamwachia, kwa sababu alikuwa ni mfalme, ni tajiri sana. Angetaanza kuita watoto waambie fulani na kugaia mchi fulani, fulani na kugaia mkoa fulani, na kugaia wilaya fulani. Lakini yeye hakuliona hilo. Kwa sababu alikuwa na neema ya Mungu, kwa sababu alikuwa na imani ndani ya moyo wake, Mungu alimuongoza, kwa sababu ilikuwa sio akili zake. Alipata neema ya kuongozwa amrudie Mungu, amkumbushe matendo yake, akumbuke fadhili zake, akumbuke uweza wake ili amuokoe. Naye Mungu hakusita, alimrudia na kumuokoa. Na mimi siku hii ya leo nakuambia pandisha kiwango chako cha imani ili ubadilishe ghadhabu ya Mungu ambayo imetayarishwa au imeharakishwa kuja kwako, ili mtu wa Mungu upate kuokolewa. Haujachelewa, wakati wa wokovu ni sasa, wakati wa neema ni sasa. Haleluya, amen. Inua mikono yako, mtu wa Mungu, simama, tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninakushukuru Mungu kwa sababu neno hili Baba, nimekusili we mbegu ndani ya mioyo yetu Baba, likazae ndani yetu, likatuinue, tukaliishi zaidi sana, liandikwe kwenye kibao cha mioyo yetu, ili kila tulitazamapo tukukumbuke na kuinua kiwango chetu cha imani ili tukutegemee Baba. Asante kwa ajili ya neema yako Mungu, asante kwa ajili ya siku ya leo. Ninakushukuru Mungu wangu. Jina la Bwana lihimidiwe, neno la Mungu libarikiwe. Amen.